Basi tumshukuru tu Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Pia ni kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika masala mazima ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islam, muda umekwenda sana, lakini kuna machache mawili ambayo inabidi niyaeleze. Watukufu wa Islam, Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'ani kwamba ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mwenyezi Mungu hakumuumba jini na binadamu isipokuwa wamwabudu. Sisi wanadamu tuna kikwazo kikubwa sana cha kuweza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa utukufu ambao sisi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuumba, hatuna umuhimu nao kwamba sisi Mwenyezi Mungu ametuumba katika mitilio gani. Sisi binadamu Mwenyezi Mungu ametuumba siku nyingi sana. Dunia hii ya leo tukiangalia mazingira, Mwenyezi Mungu ameumba muda wa siku 6 kwa vyote vilivyopo katika dunia hii. Lakini sisi binadamu ametuumba miezi 9 hadi miezi 10. Hivi kati ya binadamu na dunia ni kipi kimeumbwa kwa muda mrefu zaidi tofauti na sisi na hili aliyoumba Mwenyezi Mungu? Binadamu ameumbwa kwa muda mrefu, na isitoshe kwamba sisi tunafahamu, na katika kutumba kwake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hana makusudio mengine ni kushikamana na yale ambayo ametuletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia katika Qur'ani Mwenyezi Mungu amesema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambaye mmeamini, huwa anfusikum wa ahlikum nar, ziokoeni nafsi zenu pamoja na nafsi za jamaa zenu kutokana na moto. Alaiha, najia moto huo, malaika tuiladun shidad, kuna malaika wakali walinzi na wenye nguvu. La yaasuna Allaha ma amarahum, na wala malaika hao hawamhasi Mwenyezi Mungu kwa lile ambalo wameamrishwa. Kwa hiyo watukufu wa Islamu, mimi hapa tayari nimeshaihusia nafsi yangu pamoja na kuhusieni nyinyi. Kesho siku ya Allah subhanahu wa ta'ala akiniuliza tuseme ujumbe nilishaufikisha katika maulidi ya kata Tiwala. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.